Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Al-Khamenei ameionya Marekani kuwa endapo itaamua kuishambulia Iran, hatua hiyo itasababisha kuzuka kwa vita vya kikanda katika Mashariki ya Kati. Akizungumza siku ya Jumapili katika mkutano maalum wa kuadhimisha kuanza kwa sherehe za 10 Day Down zilizoashiria miaka 47 tangu ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Khamenei alisema Marekani haipaswi kudharau uwezo wa Iran kujilinda. Wamarekani wanapaswa kujua kwamba wakianzisha vita safari hii, vita hivyo vitakuwa vya kikanda, alisema Khamenei, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Onyo hilo linakuja katika kipindi ambacho Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza kupelekwa kwa manuari ya kivita ya USS Abraham Lincoln pamoja na meli nyingine za kijeshi katika bahari ya Arabia. Hatua hiyo inadaiwa kuchukuliwa kufuatia ukandamizaji mkali wa maandamano ya kitaifa nchini Iran uliosababisha vifo vya raia kadhaa. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumamosi, Trump alisema licha ya kuimarisha uwepo wa kijeshi, bado ana matumaini ya suluhu ya kidiplomasia. Tuna meli kubwa na zenye nguvu kubwa sana zinazokwenda upande huo, lakini natumaini wataingia kwenye mazungumzo yanayokubalika, alisema Trump. Hadi sasa Trump bado hajatoa majibu rasmi kuhusu kauli ya vitisho ya kiongozi mkuu wa Iran, ingawa katika mwezi Januari aliwahi kusema kuwa Irani iko tayari kwa mazungumzo. Wakati huo huo, Irani imeripotiwa kujiandaa kufanya mazoezi ya kijeshi ya majini ya kutumia risasi halisi kwa siku 2 katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa inayotumiwa kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta duniani. Marekani imesisitiza kuwa Irani ina haki ya kufanya shughuli zake katika eneo hilo, lakini imeonya dhidi ya vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha uhuru wa usafiri wa majini au kuongeza mvutano wa kijeshi. Kanali mstaafu wa jeshi la Marekani Mark Kansian alisema kuwa hatua zozote za kuisumbua shughuli za usafirishaji katika mlango huo zinaweza kuwa na athari kubwa kiuchumi duniani. Ni vigumu kuufunga mlango wa Hormuz kabisa, lakini Iran inaweza kuzisumbua meli zinazopita hapo, jambo ambalo lingeathiri kwa kiasi kikubwa biashara ya kimataifa, alisema Kansian. Hata hivyo, afisa mmoja wa Iran baadaye alikanusha taarifa ya shirika la habari la Reuters iliyodai kuwa Iran inapanga kufanya mazoezi hayo ya kijeshi katika mlango wa Hormuz. Awali, televisheni ya taifa ya Iran ilikuwa imeripoti juu ya mazoezi hayo, hatua iliyosababisha jeshi la Marekani kutoa tahadhari ili kuhakikisha hakuna mvurugano wa kijeshi katika eneo hilo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameionya Marekani kwamba endapo itaamua kuishambulia Iran, basi hatua hiyo itaweza kusababisha kuzuka kwa vita vya kikanda katika Mashariki ya Kati. Na hatua hizi zinafuatia baada ya Iran kuweza kujiandaa kijeshi kikamilifu kabisa kwa kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga maeneo mbalimbali ya mkakati, lakini kuandaa makombora maeneo mbalimbali ya mkakati, lakini vile vile kutoa onyo mapema kwa Marekani kwamba endapo itaanzisha shambulizi dhidi yake, basi itakuwa tayari kuweza kujilinda kwa namna yoyote ile ambayo itaifanya Irani kuwa salama salmini dhidi ya mashambulizi ya Marekani. Huku hofu ikizidi kuongezeka, viongozi mbalimbali wa mataifa hayo makubwa na yenye msuguano mkali bado wanazidi kuweza kutoa kauli kadha wa kadha, ambapo rais wa Marekani amesema hivi karibuni kwamba Irani inafanya mazungumzo na Marekani, lakini bado mpango wake wa kuweza kutumia nguvu za kijeshi uko pale pale. Tusubiri tuone nini ambacho kitajiri. Endelea kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.